Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwanza namshukuru Mungu kwa uzima na amani, na pia kwa kunivusha mwaka nikiwa salama na nikiwa mzima. Leo nina swali kwako ewe mpendwa. Je, unahisi umekwama kwenye makosa yako ya zamani au huzuni za jana? Je, unahisi umekwama kwenye makosa yako ya zamani au huzuni zako za jana? Leo nataka nikuoneshe ahadi ya Mungu kutoka kitabu cha Isaya 43 mstari wa 18 na wa 19. Nitasoma kwa neema ya Mungu. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msitafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakaribia kufanya jambo jipya katika maisha yako, lakini kuna kitu kimoja lazima uache kukifanya kwanza. Lazima kuna kitu kimoja ambacho unahisi kwamba ni cha muhimu na umekishikilia kulingana na neno la Mungu. Tunaambiwa msiyakumbuke mambo ya kale. Msiyakumbuke mambo ya nyuma. Na siku ya leo nataka tujifunze. Natamani tujifunze hili neno, tukaweze kujua mstari. Maana hii mstari ni miongoni mwa mistari yenye faraja na matumaini makubwa katika Biblia. Inazungumzia mabadiliko, urejesho na uwezo wa Mungu wa kufanya yasiyowezekana. Hapa kuna fafanuzi wa kina wa sehemu kuu ya mistari hiyo. Mstari ambao tumeisoma siku ya leo ambao ni kitabu cha Isaya 43 mstari wa 18 na wa 19. Tunaenda kuanza kufafanua mstari mmoja hadi mwingine ili tukaweze kujua Mungu anatuazia nini. Huenda ikawa tumeyashikilia mambo yetu ya zamani pasipokuwa na uelewa kwamba Mungu anatuazia mema. Kwa hivyo siku ya leo wacha tukaweze kujifunza mstari huu wa Biblia. Unatuhimiza nini ama unatutaka sisi tufanyeje ili tukaweze kuyaacha yale mambo ya kale. Tukiangalia hapo mwanzo imesema msiyakumbuke mambo ya kwanza. Neno la Mungu linatuambia tusiyakumbuke mambo ya kwanza. Katika muktadha wa historia, wana wa Israeli walikuwa utumwani Babeli. Walikuwa wamekata tamaa na kukumbuka mateso yao au hata miujiza ya zamani kama kuvuka bahari ya Shamu. Kuachana na yaliyopita, Mungu anawaambia wasing'ang'anie mambo ya kale. Hii inahusisha machungu, makosa na kushindwa kwa zamani ambako tunakuzuia kusonga mbele. Mungu anatamani tuache kila kitu cha zamani, kila kitu kinachotuzuia sisi kusonga mbele, ili tukaweze kumwachia yeye aweze kufanya. Maana yeye anatuwazia mema, yeye anajua mahitaji yetu. Kwa hivyo usiyashikilie yale ya zamani. Sasa tuko mwaka wa 2026 ambao mambo ya mwaka wa 2025 tunafaa tuyaache tukaweze kuanza mwanzo mpya. Yale yote uliyoshindwa mwaka wa 2025 yaache, uanze maisha mengine mapya kama vile neno la leo linavyotuambia. Tukiendelea kusoma, hii inahusisha machungu, makosa, kushindwa kwa zamani ambako kunatuzuia kusonga mbele.
Usitegemee ushindi wa jana, wakati mwingine tunakwama kwenye utukufu wa zamani. Mungu anasema kuwa kile anachotaka kufanya sasa ni kikubwa zaidi kuliko kile alichofanya huko nyuma. Kile Mungu anachotaka kukifanya mwaka wa 2026 ni kikubwa kuliko kile ambacho alikifanya mwaka 2025. Kwa hivyo yale yote ya nyuma unafaa uyaache. Tuendelee mbele. Tazama nitatenda neno jipya, mstari wa 19. Inasema neno la Mungu linasema tazama nitatenda neno jipya. Mungu anajitambulisha kama Mungu wa ubunifu na maendeleo. Ni Mungu wa ubunifu na maendeleo. Sasa litachipuka neno. Kuchipuka linatoa picha ya mbegu inayoota. Wengi ni wakulima, wengi tumepanda, tunaojua mbegu inapoenda kuchipuka. Linatoa picha ya mbegu inayoota. Huenda mwanzo ukawa mdogo na usionekane kwa macho ya kawaida, lakini mchakato ulishaanza. Usione huo mwanzo uko mdogo ukaona kama Mungu hakuoni. Huo ni mwanzo ambao ndio umeanza sasa mchakato. Kwa hivyo usikate tamaa. Je, hamtalijua? Ni swali. Hii ni swali la kiimani. Mungu anatuuliza kama kuna macho ya rohoni ya kuona fursa na baraka mpya anazozileta, au tumepofushwa na kumlalamika. Kwa hivyo tusikue vipofu, tusiweze kuona. Tufungue macho tukaweze kuona yale Mungu ambao ametuwekea, maana yake Mungu ako na mpango mwema. Kwa hivyo tusijikatie tamaa. Tuendelee part B. 19 part B nasema njia jangwani na mito nyikani. Njia jangwani na mito nyikani. Hii ni picha ya kutoa suluhisho mahali ambapo kibinadamu hatuna tumaini. Njia jangwani. Jangwa ni mahali pa kupotea na kukosa mwelekeo. Mungu anasema atatengeneza upenyo. Kwa kizungu wanasema way out. Hata kama mazingira yako yanaonekana yamejifunga, wewe kwa akili zako unaona haiwezekani, lakini Mungu amesema atafanya njia jangwani na mito nyikani. Kwa hivyo ni Mungu ametuagiza. Mito nyikani, nyika ni mahali pakavu penye kiu na kifo. Mito inawakilisha uzima, faraja na ukwasi, abundance kwa kizungu, wale ambao ni wazungu. Mungu anaahidi kubadilisha hali ya ukame wa kiroho, kiuchumi au kihisia kuwa hali ya kuburudika. Kwa hivyo Mungu anatuwazia mema, tusikate tamaa. Ujumbe wa maisha yako leo. Leo nakuletea ujumbe wa maisha yako. Ujumbe huu unakuhimiza kufanya mambo matatu. Jambo la kwanza, toa macho kwenye kioo cha nyuma. Toa macho kwenye kioo cha nyuma. Huwezi kuendesha gari kuelekea mbele huku ukiangalia kioo cha nyuma tu. Samehe yaliyopita, achilia makosa yako na amini kuwa Mungu hajashindwa. Mungu hawezi kushindwa. Mungu ni mwaminifu na Mungu anaweza yote. Tegemea ubunifu wa Mungu. Mungu hatumii mbinu moja kila siku. Anaweza kukuvusha kwenye ugumu lako kwa njia ambayo hujawahi kuifikiria. Na ni kweli Mungu yeye hakujagi na njia moja. Wewe utamngoja kwa njia hii, lakini yeye hayuko kwa hiyo njia. Amebadilisha njia,
anakuja kwa mbinu nyingine, ashabadilisha mbinu. Kwa hivyo wewe usimngoje Mungu kwa njia moja. Usimngoje Mungu ukiwa na matumaini kwamba mbinu aliyoifanya mwaka wa 2025 ndio mbinu atakayoifanya mwaka huu. Haiwezekani. Mwaka huu wewe tarajia mbinu nyingine mpya. Kuwa na mtazamo chanya, positive way. Usiwe na kuwaza maovu mabaya tu. Hata kama uko jangwani, sasa amini kuwa chemichemi za maji zipo njiani. Mungu anaweza kukusaidia. Mstari huu ni wito wa kutoka kwenye kukata tamaa na kuingia kwenye matarajio. Mungu hadhibitiwi na historia yake. Yeye ni mfanya njia pasipo na njia. Waymaker. Kwa hivyo tusijikatie tamaa, tuzidi kumtumainia yeye, tuzidi kusonga mbele. Hii ni mstari ambao unatutia moyo na unazidi kutuonya. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, wa matumaini, nakuja mbele zako leo nikiwa na moyo wa shukrani. Asante kwa neno lako linaloniambia nisiyakumbuke mambo ya kwanza wala kuyawaza mambo ya zamani. Leo ninaachilia kila machungu, makosa na kushindwa kwa nyuma kuliko nikukwamisha. Ninafungua macho yangu ya imani ili nione jambo jipya ambalo umeanza kulichipua katika maisha yangu. Baba, mahali panapoonekana kama jangwa katika maisha yangu, iwe ni katika uchumi, afya au mahusiano, naomba utengeneze njia mahali palipo pakavu. Tiririsha mito ya baraka na amani. Nipe neema ya kutambua fursa mpya zinazozileta mbele yangu. Ninapokea mwanzo mpya na mabadiliko makubwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki mpaka kipindi kingine tutakapoendelea. Shalom.